Sasa labda nieleze kidogo kwenye mageuzi ya elimu, mambo makubwa yaliyopo. Najua muda utoshi, tajitahidi twende kwa kituo. Mfumo wetu wa elimu wa sasa hivi unaweza kaita ni 7+4+2+3+. Yaani elimu ya msingi ya miaka 7, sekondari ya kati ya miaka 4, sekondari ya juu ya miaka 2, alafu miaka 3 na kuendelea kwa elimu ya juu kwenda mbele. Sasa mfumo huu ulianza kutekelezwa hapa nchini kuanzia miaka ya 60. Kati ya mwaka 1965 mpaka 68, Mwalimu Nyerere alielekeza mabadiliko makubwa ya mfumo wa elimu hapa Tanzania, kutoka ule mfumo wa miaka 4 au miaka 8, miaka 12. Kulikuwa na miaka 4 unasoma, unaweza ukamaliza, ni mwisho kabisa unaenda unatafuta kazi, unaendelea. Unaweza ukaenda middle school ukaenda mpaka darasa la 8 au kaendelea mbele. Haya yalikuwa mabadiliko makubwa sana yalifanywa chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utekelezaji wake ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa maana hiyo ulitekelezwa kwa awamu, mkoa mmoja hadi mwingine, kuanzia mwaka 65 ukaendelea kubadilishwa mpaka 68. Wengi wenu hapa mmekuja kusoma wakati elimu ya msingi ikiwa ni miaka 7. Kwa maana hiyo wakati wa mageuzi haya kulikuwa na wakati wale walioko darasa la 8 na darasa la 7 kwa pamoja wanafanya mtihani mmoja wa kumaliza elimu yao. Kwa hiyo huo ni mfumo ambao tuliurithi kutoka kwa Mwalimu Nyerere, umedumu mpaka sasa hivi. Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Badala ya 7+4+2+, sasa tutakuwa na 6+4+2 au 3+3+. Nitaeleza kwamba kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu, lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa, tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la 3. Hawa walioko darasa la 3 2027 watakuwa wanamaliza watafika darasa la 6. Kwa mfumo huu wa sasa hivi shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Ukimaliza mwaka wa 6 utafanya mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Kwa hiyo ni miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari ya kati, miaka 2 sekondari ya juu au miaka 3 sekondari ya juu na kwenda miaka 3+. Kwa hiyo miaka 6 ukimaliza shule ya msingi lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha 4. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka 7 ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka 7, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka 10. Kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha 4. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort, sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la 6 mwaka 2027 na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la 7. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hao darasa la 6 walianza na mitaala mipya, walioko darasa la 7 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu. Kutakuwa na graduation darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi na graduation darasa la 7 wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha 4. Inaitwa double cohort. Tutaendelea kufafanua vizuri tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Sasa umuhimu haya mabadiliko ni nini? Kwanza kabisa, dunia nzima ni nchi chache sana zimebaki ambazo zinatoa chini elimu ya lazima chini ya miaka 9. Hata majirani zetu mnaweza mkaangalia, nchi nyingi zimeona umuhimu wa kutoa elimu ya lazima kwenda mpaka sekondari. Hata Sustainable Development Goals ambazo sisi wa Tanzania tulisign tukakubali, zinasema kwamba tutoe elimu kwa watoto wetu wote mpaka sekondari. Kwa sisi kuendelea kutoa elimu ya lazima ya miaka 7 tunabaki nyuma. Hatuwezi kupambana na utandawazi kama alivyosema rais wetu. Lazima tuandae vijana wetu waweze kushindana na vijana kutoka nchi nyingine. Lakini pili, umri wa kuanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka 6.
Kwa hiyo ukisoma umeanza na miaka 6, ikawa elimu ya lazima ni miaka 7, utahitimu ukiwa na miaka 13. Hakuna sheria kukuambia uendelee kubaki shuleni. Mtoto wa miaka 13 akitoka hawezi kuajiriwa, hawezi kujiajiri. Kwa hiyo ukianza kulalamika elimu yetu haiwaandai watoto wetu vizuri, ni kwa sababu mfumo huu wenyewe unamruhusu aondoke shuleni ana miaka 13 wakati bado ni mtoto tegemezi, hajajipanga vizuri. Ukweli ni kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeenda mbali sana. Zaidi ya 75% wanaomaliza shule ya msingi wanaendelea kwenda sekondari. Lakini hao 25, je, si wa Tanzania? Tunawaachaji waingie mtaani na miaka 13. Kwa hiyo mfumo huu unasaidia kuandaa, ukiacha tu kwamba kuna maudhui mengi katika kufundisha, sitoweza kueleza yote yanayomwandaa mtoto vizuri zaidi, lakini walao tunajua sasa hivi atakapomaliza kidato cha 4 atakuwa na miaka 16. Amefikia umri kidogo, anaweza kabuni, akaanzisha shughuli zake, anaweza hata kaajiriwa na kadhalika, tukasonga mbele. Kwa hili ni swala kubwa la kwanza limefanywa na rais wetu, na kama nilivyosema alieleza mageuzi ya elimu haya yaangalie. Vijana ni wengi, lazima tuandae vizuri, na watoto ni wengi zaidi, tujipange kuandaa vizuri zaidi. Alieleza kuhusu utandawazi. Hawa vijana waandaliwe waweze kushindana, sio ndani ya nchi tu, washindana na wengine waliosoma nchi nyingine, ili tuweze kufaidi matunda ya utandawazi. Na maendeleo ya teknolojia makubwa tuweze kuwasomesha vizuri, waweze kuendana na teknolojia. Sasa mtoto akisoma mpaka darasa la 7 akaacha, anaendaje na teknolojia sasa hivi ambayo ni kubwa, inasonga mbele? Mageuzi la kwanza hilo. Yako mengi lakini tasema machache. La pili, kwa upande wa sekondari, kuanzia sasa hivi tunaenda mikondo miwili. Ukimaliza shule ya msingi utachagua wewe kushirikiana na wazazi na walimu, unataka kwenda mkondo upi. Kuna mkondo wa elimu jumla. Elimu jumla, mambo mengi zaidi darasani, nadharia nyingi darasani na ujuzi. Halafu kuna mkondo wa elimu ya amali. Mkondo wa elimu ya amali, mambo mengi ya ujuzi, mambo mengi ya utendaji, mambo mengi ujuzi kazi, na vile vile darasani utajifunza mambo ya nadharia. Kwa hiyo kutakuwa na chaguo hilo, na tumejenga mfumo ambao hata ukienda elimu ya amali, ukimaliza form 4 ukitaka kurudi elimu jumla form 5 na form 6 unaweza ukarudi. Kwa hiyo hatutaki mtu anaenda elimu ya amali ahisi yeye atakuwa short changed. Namba moja. Sasa elimu jumla ni kama vile ambavyo tunaifahamu vizuri, kwa hiyo sitaelezea sana. Utakaposoma pale utamaliza kidato cha 4, ukitaka kuendelea utaenda form 1, utaenda kidato cha 5 na 6, afu unaweza kaendelea kusoma. Hilo tumelizoea. Hebu nielezee elimu ya amali. Na mnakumbuka rais wetu yote tarehe 6 mwezi wa 3 alisisitiza sana ujuzi. Na sio mara moja, amekuwa akisema mara nyingi, lakini sisi wizarani amekuwa akituita na kutupa maelekezo mara kwa mara. Elimu ya amali ni nini? Elimu ya amali ni ile ambayo mara nyingi watu wanaita elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kiingereza technical and vocational training. Amali tumetoa, wenzetu Zanzibar wamekuwa wakilitumia muda mrefu. Wizara ya elimu kule inaitwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Yaani mafunzo ya kuandaa tayari kujiajiri au kuajiriwa. Unaweza ukachagua ufundi, yani technical, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School, Bwiru Technical Secondary School na nyingine. Au kaenda ufundi stadi ambao unaweza kuwa ni michezo au kilimo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo elimu ya amali inabeba mambo mawili makubwa: ufundi ambao ni technical na ufundi stadi ambao ni vocational. Sasa wale watakaosoma mafunzo ya amali kwa mtaala tulionao, wakimaliza kidato cha 4 anapata cheti cha NACTIVATE. Watu wengi wanaita vyeti vya VETA. Ni kile cheti kinachokuruhusu wewe sasa hivi pengine umesomea umeme, kufunga umeme kwenye nyumba, ufundi mitambo na kadhalika. Unapata cheti kinachokuruhusu kuajiriwa moja kwa moja, na unapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 4.
Kwa hiyo uwanda huu tukiendelea kuupanua, vijana wengi wanaomaliza kidato cha 4 watamaliza wakiwa na ujuzi wa kutosha kuajiriwa na kufanya kazi hapo hapo, au kujiajiri, kuanzisha gereji yako na kuendelea kufanya kazi pale pale. Na mimi niseme hili watu walielewe, mimi nimekutana na vijana wa Tanzania waliosoma VETA. Ukumbuke sasa elimu ya ufundi hii ya upande wa amali inatolewa kama VETA kwa ujuzi wa mitambo, mambo ya umeme na kadhalika. Nimekutana na vijana wa Tanzania wanafanya kazi Kongo, wanafanya kazi Guinea Conakry. Guinea Conakry inazungumza Kifaransa. Nimemkuta kijana anaitwa Mboya. Nimekutana naye ananiambia kabisa Guinea Conakry tunafanya nini? Sasa mimi nimesomea ufundi mitambo. Mitambo ya nini? Ya migodi. Ameajiriwa hapa, akaenda Namibia, akaenda Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Kwa hiyo hii elimu ya amali tukiifundisha vizuri, vijana wengi wataangalia dunia yote kama uwanja wa ajira. Watatafuta ajira hapa nchini, lakini na nje watapiganiwa. Kwa hiyo hatutaki tubaki nyuma. Kwa hiyo sekondari itakuwa na mikondo hiyo miwili. Sasa nimesema elimu jumla, ukimaliza kidato cha 4 unaweza kaenda form 5 na form 6 miaka miwili, afu unaendelea na elimu kama kawaida. Kwa wale wanaosoma elimu ya amali, yani ufundi na ufundi stadi, yani technical and vocational training, wakienda high school, wale waliosomea ufundi, yani technical education, wataenda katika kitu tunachokiita polytechnics. Hasa wengine mtakumbuka Dar es Salaam Institute of Technology zamani ilikuwa ni polytechnic, inaitwa DATEC. Hasa tunarudisha polytechnics hapa nchini. Tumekamilisha ujenzi wa moja Dodoma, tunajenga nyingine Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro na Zanzibar. Hizo na Kagera VETA ile tunaweza kaigeuza vile vile, kwa sababu ile VETA ya Kagera kwa kweli ni kubwa, inaweza ikawa kama polytechnics. Kule ukitoka form 4 umesomea ufundi. Sasa sio ufundi stadi, ufundi. Tunataka uende kule ukasome high school, utapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 6, lakini utakaa miaka 3. Utatoka na diploma, utakuwa technician well qualified. Unaweza kaajiriwa mahali popote. Ufundi mitambo, ufundi umeme na kadhalika. Kwa hiyo tunataka tuongeze level ya watu waliofikia kiwango hicho cha elimu wajae kwenye uchumi wetu, kwa sababu ukiongea na baadhi ya watu waliowekeza kwenye bomba la mafuta nani wanakuambia tunahitaji watu kama hao wengi zaidi hapa nchini. Kwa mara nyingi tuliacha diploma tukakimbilia kwenda kwenye degree. Kwa hizi polytechnics tunazozijenga hizi zitakuwa zinachukua wanafunzi wanaotoka kwenye shule za ufundi. Sasa hivi shule za ufundi tunajenga mpya 103 duru ya kwanza, tutaongeza nyingine, na hao wa ufundi watakwenda hizo polytechnics. Lakini kwa ufundi stadi mwingine tunaongea na sekta nyingine mbalimbali. Vyuo vya mifugo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6. Vya kilimo vinavyotoa diploma vitoe diploma na cheti cha form 6, na michezo na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba wale wa ufundi stadi na wenyewe wanaweza wakaendelea wakasoma diploma na cheti cha form 6 na wakawa tayari kuajiriwa, lakini wanaweza wakaenda chuo kikuu.